mimi sio mtu wala mwanadamu. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 26. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Asa Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hiyo mtu aliumbwa na Mungu kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu pia. Kwa hiyo kwa namna nyingine unaweza kusema kwamba mtu amefanana na Mungu. Lakini huyu mtu amefanana na Mungu si katika uumbaji wa kawaida. Amefanana na Mungu katika uumbaji wa rohoni. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4, Yohana sura ya 4 na ule mstari wa 24. Asa Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya Mungu, Mungu ni roho. Asa inawapasa watu wamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo Adamu amefanana na Mungu katika uumbaji wa rohoni. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni roho. Kwa hiyo kama Mungu ni roho, basi huyu mtu amefanana sura na mfano wa Mungu katika viwango vya roho. Kwa hiyo mtu ni roho. Kwa mfano iko hivi, labda huyu mtu anaitwa Jumatano. Jumatano ni roho. Yaani lile jina lake ndio roho, ndio mtu ambaye huyo mtu ni roho, ila yeye ana viungo. Mungu ni roho na Jumatano naye ni roho, ila Mungu ana viungo, Jumatano ana viungo. Kwa hiyo Adamu ni roho, ila Adamu ana mwili. Mungu ni roho, Mungu hana mwili. Kwa hiyo ndio tofauti. Kwa hiyo Adamu amefanana na Mungu katika uumbaji wa rohoni, kwa sababu Adamu ni roho. Huyu Adamu akifa, hawezi akasema mleteni Adamu tukamzike. Watasema lete mwili wa Adamu tukauzike. Kwa nini mwili wa Adamu? Ina maana Adamu mwenyewe kashaondoka, ama ndiye aliyofanana na Mungu. Adamu aliumbwa na Mungu kwa sura na mfano wa Mungu ili awe na utendaji wa Mungu. Kwenye kitabu cha Mwanzo 2:7. Kitabu cha Mwanzo 2:7 anasema hivi, 2:7. Asa Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo Adamu akafanywa kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo Adamu aliumbwa kwa mavumbi. Kwa hiyo kwa lugha rahisi nizo kasema kwamba mtu ni mavumbi. Tuendelee hapo. Asa akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mungu alipomuumba Adamu kwa mavumbi ya ardhi, hakuwa na uhai. Kwa hiyo akampulizia puani pumzi ya uhai. Huyu mtu anasema akawa nafsi hai. Sasa maana yake nini? Maana yake kwamba mtu ukijumlisha pumzi hai sawa sawa na nafsi hai, ikiwa na maana kwamba Adamu alipopuliziwa pumzi hai akatoka kwenye asili ya mtu akaingia kwenye asili ya yeye kuwa nafsi hai.